jina la Yesu Kristo. Tuna kayo mtore, tuna kwa mtore tuna kugai, ni kwa tuli kama wenye wao moja, watu wenye jora, tuna moka kwa hiyo kama leo, tuna moja kwa kama yote, wana tuli kwa hiyo alama ya moja, hawa tunakukimbilia rasmi ya leo, na watatu Baba ikajulikane ya kwamba katikati ya mji wa Maimai kuna watoto walisimama mbele zako wakakuabudu katika kweli, wakakuabudu katika roho. Baba na wewe ukawasikie, tunaomba ukatusikie Bwana, tunaomba ukatusikie Bwana, tunaomba ukatusikie rasmi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ukachukua shukrani sasa katika ibada ya mchana wa leo. Nguvu zako zikatiririke katika madhabahu yako, nguvu zako zikatiririke katika nyumba hii, anga hii ikafurike kwa uwepo wa Roho Mtakatifu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunazidi kusimama na kazi zote za yule mwovu, kazi zote ambazo hazikusimamishwa na wewe tunazibomoa katika jina la Yesu Kristo, na kuinua jina lako juu mahali hapa pako patakatifu, na kuinua ufalme wako juu katika nyumba hii yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Baba, endelea kutupenda mema, Baba endelea kutubariki, endelea kunena na mioyo yetu Baba, tunakufungulia, nena na mioyo yetu, tia neno lako ndani yetu Baba, zungumza, ongea sasa. Tumekuja mbele zako, aliandaijwe tukitembelea kutokuigwewega, tukuthikiriria na tukurutere ngoro citu, taigongona rimuoyo yonitendo wa mathindũko marĩa twĩkĩte, kaugitũ ũtũgitĩrĩte, ũgatumenyerera, tulipitia mahali kuna hatari, wewe Bwana ukatuokoa, tulipelekana na watu wenye nia mbaya Baba ukatuokoa, tulikutana na watu wenye mipango mibaya juu yetu Baba ukatuokoa mikononi mwao. Tunakuinua, tunakusifu, tunakushukuru, tunasema ni wewe Mungu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe, mfalme wa ajabu. Utulinadayo gitaro muthamaki wa riri, amukira ugoshi na gitio, ni roho ya muthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gatagatĩ-inĩ ga itũũra rĩa Mai Mahiũ, kũmenyekane kwĩna ndungata ciaku irũgamĩte kuo mũthenya wa ũmũthĩ, igĩgũthathaiya nama na roho Ngai, na ikĩrũgama Ngai gatagatĩ-inĩ ga itũũra, na gũtangatha mawĩko maku, na gũtangatha wĩ mũnene Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you God. Asante Bwana, shukuru Bwana kwa sababu ya kukupatia nafasi ya kuingia katika ibada. Ega-inĩ thank you kunehe kigongona-inĩ gĩaku mũthenya ũmũthĩ gatagatĩ ga kiumia gĩkĩ, wareka ndaranĩrio na arĩa maragũthathaiya thĩinĩ wa bũrũri wothe na thĩ yothe, umona ũgocĩra ũgũcokerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ukishamaliza kumshukuru Bwana, inua mikono yako miwili mbele za Bwana tunapoomba ombi hili la kukubaliana na kuambia Bwana, hivyo tumekuomba kwa ushirika, ututimizie Bwana kwa mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu ishie milele, katika jina la mwanao Yesu Kristo aliyesulubiwa msalabani. Tazama katika nyumba yako, katika mji wetu wa Mai Mahiũ, tumeingia kukuabudu, tumeingia kukuinua Bwana na kutangaza ukuu wako na kuinua jina lako juu. Asante Bwana kwa kutupatia nafasi hii katikati ya watu wengi Bwana, ukatuchagua sisi wachache tukuje tusimame kwa niaba yako katika madhabahu yako. Twagutuya muno, twagucokeria ngatho na twambararia rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa gũtũhe Ngai gwĩtĩkĩrĩka kũrũgama nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Kuna wengi walitamani kuwa hapa Bwana, lakini kwa vifungo tofauti za dunia hawakuweza kufika pamoja na sisi Bwana. Sisi ambao tumefika, tunaomba kukubarika na wewe. Ibada hii ambayo tunafanya mbele zako ikakubariki mbele za uso wako. Maombi yote tumeomba tangia tulipoingia hapa Bwana, Baba ikakufikie na ukatujibu kwa mapenzi yako na kwa huruma zako nyingi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukikutana katikati yetu Baba, kuna dhambi zinaweza zuia ibada hii ikakubariki na wewe mfalme wa ajabu, tunaomba kusamehewa, tunaomba kutumbu Baba, utukubali ibada hii ikaweze kuzuirika na dhambi za kila aina. Tunaomba Bwana msamaha mbele za uso wako na utakaso wa damu ya Yesu Kristo, katika jina lako takatifu Mungu Baba. Tukataishisha kukaishi kigongona-inĩ gĩaku
mabataro matiganite nawe Ngai tondu ni uthuthuria ngoro cia andu aku na ukamenya maria me thĩinĩ wao ona matari marakwĩra. Ndahoya Ngai mabataro ma ndungata ici mũthenya wa ũmũthĩ mweri 3 mweri wa kenda, Ngai ucemanie na mabataro mao, Ngai ucemanie na mathĩna mao, ucemanie na mĩrigo ĩrĩa matitikĩte Ngai, wĩtĩkĩre kumaũra na kumahifadhi hivyo wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Kutana na kila mmoja Bwana ambaye amehesabika katika ibada ya leo, Baba ukamhesabu katika baraka zako, ukamhesabu katika kumbukumbu lako, ya kwamba huyu hatakuwa mwana wa kupotea, hatakuwa mwana wa kuangamia mikononi mwa wale waovu, bali hatakuwa mwana wa madhabahu siku zote. Na Mungu wangu ukawarinde wapendwa hawa kutokana na maovu yote, ukawarinde kutokana na magonjwa, ukawarinde kutokana na ajali za barabarani, ukawarinde kutokana na mashida ambayo shetani huletea watu wako, hata wanafika pahali wanaona kama hauko pamoja na wao. Haya Ngai umamenyerere, Ngai nomeke wega na utwarane na maũndũ-inĩ mao mothe nĩ ndagũthaitha Ngai, na kĩgongona-inĩ gĩaku kũgĩe na kĩmenyithia kĩa atĩ Jehova wĩ hamwe na ndungata ciaku na wĩ hamwe na ciana ciaku mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ wega gũgĩtũigane na tha ciaku ikorwo cia mwena ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Peteru Ngai ona rĩa Mũrũguo Yesu Kristo nĩ ndahoya ndathĩkia na ndacokia ngatho. Kwa pamoja tukaweze kusema amen, amen and amen. Thank you, may God bless you in the mighty name of Jesus. Unaweza pata nafasi ndogo ya kuketi mbele za Bwana kwa sababu Mungu anatupenda na ametujalia nafasi hii. Si rahisi katikati ya wiki kupata nafasi ya kuingia katika ibada, ijapokuwa ibada zetu za katikati ya wiki zinakuanga ibada fupi sana, maana naona saa hizi tumebakisha tu dakika 23 tumalize. Kwa hivyo ni ibada tu za risali moja na njia moja ya kuonyesha ya kwamba tunapenda Mungu, njia moja ya kuonyesha Bwana ya kuonyesha Bwana ya kwamba tuna haja ni hii. Ino ni jiremwe ya kuonia Ngai ati nitumwendete. Na kuna mtu mwingine aliniuliza juzi akaniuliza, kwa nini pastor uliniambia kwamba sipendi Mungu? Nikamjibu tu nikamwambia ni nini unaweza onyesha useme ya kwamba unapenda Mungu? Huwezi tu kasema tu ninapenda Mungu, useme tu na mdomo na ikawa hivyo. Lakini ni nini unaweza kuonyesha ya kwamba katika maisha yako ninapenda Mungu, hata bila kuongea, hata bila kusema hii nini nyendete Ngai ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa wendete ni ajikite wega? Ni kitu gani kingine kinaweza kukutetea bila maneno ya kwamba unapenda Mungu? Na ibada ambayo tunafanya katikati ya wiki siku ya leo ni njia moja ya kuonyesha our love towards God. Ni njia moja ya kuonyesha vile ambavyo tunapenda Mungu katika maisha yetu. Na nikatwĩrĩtwo tucemanagie kaingĩ tukomanagĩrĩria tugekĩrana hinya tukaigua kiugo kĩa Ngai, tondũ maũndũ marĩa twĩkagĩra kĩgongona-inĩ we wĩ mũira tũtingĩmekĩra na kũu nja, tũtingĩmekĩra barabara, no mekĩrĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na nĩkĩo tũkaga kuonia Ngai wendo witũ kũrĩ we na kumuonia ũrĩa ngoro citũ ciramwĩrirĩria. Zaburi 42 mwandishi huwa anasema ya kwamba ninakuonea shauku, ninaona kiu kwa sababu yako. Yani eraga Ngai ngoro yakwa nĩ kũnyoteire, ngoro yakwa nĩ kwĩrirĩirie otoria twariga inyotagira ithima cia maĩ, ũguo noguo ngoro yakwa ĩkũnyoteire. Na ithuĩ kuonia Ngai nĩ tũmũnyoteire, na kĩrĩa kĩngĩtũma Ngai one nĩma aya andũ mena bata nani, aya andũ nĩ manyoteire, to mĩario tu, to kuga maruga na kũu nja atĩ nĩ manyendete, lakini hata matendo yao inaonyesha ya kwamba wananipenda. Na kwa hivyo katika ibada ya leo ni ibada ambayo inatupeleka mbele za Bwana na ishara ya kwamba tunampenda Mungu na tunatamani kupelekana na yeye katika jina la Yesu Kristo
mwana wa Mungu. Nataka dakika ambazo zimebaki ni dakika chache tukaweze kupata neno la siku ya leo ambalo litatuelekeza na ambalo litatuongoza. Ninaamini ya kwamba litakuwa neno la baraka kwako, kwa sababu Mungu anakupenda na ni kwa sababu Mungu amekuchagua uweze kuingia katika ibada hii na ili uweze kumtumikia. Kwa hivyo nataka uandae moyo wako. Tutakuwa tuna dakika kama 15 ama 12 hivi za kuweza kupata neno la Bwana, alafu tutaweza kupata dakika kama 5 za kumalizia kwa maombi, maana ibada za lunch wa katikati ya wiki huwa sana sana tunazitoa kwa ajili ya maombi na kumkaribia Bwana na kutoa mioyo yetu na kusemezana na Mungu. Na kwa sababu hiyo tutaweza tukupata neno dakika chache, alafu tutaweza kuomba tukimalizia katika jina la Yesu. Mwathani ya roho osho, Mwathani ya roho kumio tukigetu amina inakahinya kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Asante, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuwa hapo na kwa sababu ya vile ambavyo umekuja katika ibada ya leo, vile ambavyo ninaona ya kwamba umejitoa katika ibada hii. Ndivyo Mungu anaona akiwa katika ufalme wake ya kwamba umejitoa kwa ajili yake. Nataka tukapate neno katika kitabu cha Mathayo mlango wake wa 12. Mathayo chapter 12, tutasoma tu mistari kadhaa kuanzia mstari wa 38 tusome hadi mstari wa 40. Ni wakati ambapo Yesu Kristo anakutana na walimu wa sheria. Unajua walimu wa sheria ni wale ambao walikuwa wanatabuliwa sana wakati huo, na ni wao walikuwa wanaonekana kama ndio wenye nguvu sana wakati huo wa Yesu Kristo. Sasa hapa wanakutana na Yesu Kristo, wanamwambia tunataka kuona ukifanya muujiza, tunataka kuona ukiriga kiama. Na Yesu rĩrĩa aiguire andũ aya makĩmũrũgua akĩrakara mũno nĩ kũigua andũ maretia kiama handũ hametie kumenyana na Ngai. Siri ya mchana wa leo nataka kunena neno hili kwa sababu ni neno ambalo litatusaidia sana. Nilipokuwa nalisoma mimi nikiwa peke yangu, nilikuwa ninaona ya kwamba Mungu hapendelei wale watu ambao huwa wanaenda kwake kwa sababu ya muujiza, kwa sababu wanataka kutendewa muujiza na Mungu, lakini huwa anapendezwa na wale watu ambao wanakuja kwake kwa sababu wanataka yeye Mungu. Mwathani ya roho osho ni pendo mo kwimundu ukaga gwaku titoto ni akwendete titoto ena bata nawe no kwimundu ukaga kana uthondekaga ndugu nawe kana orata nawe ni undu wa kiria arenda kuma kuriwe. Mwathani ya roho osho na andu tacio macoka gutuika thina munene muno thini wa muturire wa mundu, na hindi ino Yesu Kristo arakorwo ni arutani aya awatho hindi iria maramwira ati turenda uringi kiama kimwe tukionaga Yesu Kristo ene na hinya wa kuringa ciama, one na hinya wa gwika uria mendaga, akimarakarira muno no ndusho kiaga kumukenia ni tondu Ngai witu ndaturendaga tuke kuriwe ni undu ni turenda kuringirwo ciama, ni undu ni turenda tuteithie. Ngai witu endaga tuke kuriwe tondu ni Ngai. Mwathani ya roho osho endaga tuke kuriwe tondu ni ithe itu ndendaga andu aria mathiaga kuriwe ni undu wa maundu maria mabatarite. Alasaidia leo, wacha nitafute hilo neno kwa Kikuyu kwa sababu ya wazazi wangu hapa, kwa mzazi wangu hapa. Mathayo 12 kama hari kamera 38 maandiko make makauga atiriri tuthikiriria na rĩrĩ arutani amwe a watho o hamwe na afarisai amwe nimerire Jesu atiriri, Mũrutani, nĩtũkwenda kuona ũkĩringa kĩama. No Jesu akimacokeria atiriri, kaĩ andũ aya a rũciaro rũrũ nĩmaganĩte ona makarega gwĩtĩkia Ngai. Maroria maringĩrwo kĩama, no gũtirĩ kĩama mekũringĩrwo o tiga kĩa mũnabii Jona. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni Mafarisayo
na walimu wa sheria ambao wanamuendea Yesu. Sababu yao ya kuenda kwa Yesu Kristo, hawakuenda ili wajuane na Mungu na wapate mafunzo ya Mungu. Wao wanamuendea wakiwa na nia moja, tufanyie muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tutendee muujiza. Na Yesu Kristo anajibu mstari wa 39, anasema ya kwamba kaya dwaya alo shaloro ni maganete ati marori ya marigiro kiama no kama mekuligiro nadhani kosha todo wendo wa Yesu Kristo. Wakati ambapo anakuja hapa duniani, anakuja ili tujuane na Mungu, anakuja ili atuletee ushirika wa karibu na Mungu. Hata kama alikuwa anatenda miujiza ili aonyeshane nguvu ambazo zinakuwanga ndani ya Mungu. Inyoyo kora mwona gani ando magimwitikia. Lakini hawa Mafarisayo wanaenda si kwa sababu wako na haja na Mungu, si kwa sababu wako na haja na Yesu, lakini kwa sababu wao wako na haja na muujiza. Mwadhani ya roho sio. Lakini Yesu Kristo anawaambia, kwani hawa watu wa siku hizi wamekuwa wabaya namna gani? Badala ya kumwamini Mungu, badala ya kutii Mungu, wanataka watendewe muujiza. Kiingereza inasema how evil and godless are the people of this day. Jesus exclaimed, you ask me for a miracle? No, the only miracle you will be given is the miracle of prophet Jonah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati ambapo umekuja kwa Mungu na wakati ambapo umejitoa kwa sababu ya Mungu, na Mungu ameona moyo wako, tondu Ngai aroraga ngoro. Ngai ndaroraga uguo tukite tugakamite, ndaroraga uguo tukite twihubite wega, aroraga ngoro yaku ri thini wayo ri. Ulipokuwa unapanga kuja kanisani la Ntawa, ulipokuwa unapanga kuingia katika maombi mchana wa leo, moyo wako ulikuwa una nia gani? Bwana Yesu asifiwe. Ngoro yaku igutongoretio niki? Igutongoretio ni kiama kana igutongoretio ni kumenya Ngai? Igutongoretio ni kiama kana igutongoretio ni gwetungatira Ngai? Na wale watu ambao Mungu atazidi kupelekana na wao ni wale watu ambao wataongozwa na nia ya kumjua Mungu kuliko wale wanaongozwa na nia ya kutendewa muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu mwenyewe huwa anajua kile ambacho tunahitaji hata kabla ya tumwambie. Na hiyo sio hoja yetu ya kumsukumia Mungu. Sisi kazi yetu ni kutafuta ufalme wake. Hebu angalia uone vile tumepewa kazi rahisi. Kazi ambayo Mungu anatupatia si ya kumwambia kama hawa Mafarisayo, tuenda kuona kiamo movi, tuenda kuona kirika kiamo movi. Hivi ilolea tuhetu ni wako tugata Ngai na wako matha Ngai. Maundu macio mangĩ macama we nĩoĩ kũrĩa arĩciringira ona tũtamwĩrĩte. Mwathani arogoce. Tondũ we mwene niwe mwene ciama, we mwene niwe mwene irathimo. Arĩa andũ atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩama mũkũringĩrwo o tiga kĩama kĩrĩa kĩa Jona ũrĩa wa Nineve. Kwa nini anawaambia kuhusu Jona? Anawafananishia Yona na vile ambavyo Yona alikaa ndani ya samaki siku 3 na hiyo siku ya 3 samaki akaweza kumtema Yona nje. So Yesu Kristo anapoambia hivi, anawaambia kwamba hata mimi nitakaa ndani ya tumbo la kaburi kwa muda wa siku 3 na siku ya 3 nitafufuka. Huo ndio mfano wa muujiza ambao anaufananisha na Yona alipokuwa katika tumbo la samaki. Katika siku ambazo tunaishi na katika nyakati ambazo tunaishi, kama unataka kuona Mungu, mwadhani ya roho, kama unataka kuona Mungu katika maisha yako, si haya tu, hata katika maisha yako ya baadaye, tafuta Mungu si kwa sababu ya muujiza, mtafute kwa sababu yeye ni Mungu na yeye ni baba yako. Ukizingatia maandiko ambayo yako katika Mathayo 6:33 ya kwamba Mathayo thamaki wa Ngai mbere, Mathayo thamaki wa Ngai o hamwe n'uthingu waguo, na mo maundu macio mangĩ mothe nĩ kũmuma thutha. Mwathani arotuteithia.
tutigake kwa Ngai tondu ni turenda kindu kwa Ngai, tutigoke kwa Ngai tondu ni turenda kiama, tuke kwa Ngai tondu ni Ngai, tuke kwa Ngai tondu ithuĩ wĩra witũ ũrĩa atuhete ni ũyũ tũraruta. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tumepewa kazi na Mungu ya kwamba tukuje tumwabudu, tukuje tumuinue, tukuje tumheshimu. Yeye akituangalia akiwa juu anahesabu ya kwamba mama fulani leo wako, mama fulani leo wako, mama fulani leo wako. Akirudi kwa rekodi yake anajaza, akirudi kwa rekodi yake anaandika ya kwamba mama fulani aliingia katika maombi ya katikati ya wiki, mama fulani na yeye aliingia maombi ya katikati ya wiki siku fulani. Kwa hivyo wakati ambapo wewe utakuwa kwa hitaji, wakati ambapo utakuwa unamlilia Bwana, hata kabla ya kusikia maombi ambayo unaomba, atakuwa ameguswa na zile ibada umemfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Ati magongona kana services iria wikire kwa Ngai tondu Ngai witũ nĩ araciandĩka na nĩ aracimenya. Ici cirĩ kwaragĩrĩria ona hĩndĩ ĩrĩa ũtangĩhota kwĩharĩrĩria. Na nikwambie siri moja, hakuna kitu kizuri katika dunia hii kama wakati ambapo picha yako hivi ulivyo ina reflect mbinguni. Uko hapa katika kanisa New Red Mai Mahiu, na vile uko picha yako mbele za malaika wa Bwana hivi umekaa, bado inatolewa kwa sinema mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unaonekana mbele za kamera za Bwana, ya kwamba uko katika ibada, ya kwamba unamtafuta Mungu. Wakati wengine wako katika shughuli za kutafuta mali za dunia, wakati wengine wanakimbizana na miujiza, wakati wengine wanalipa gharama waende wakafanyiwe miujiza huko, wewe umekimbizana na kutafuta ufalme wa Bwana kama ilivyoandikwa na maandiko. Mwadhani ya rohosho. Narenda gukwira muthenya wa Mungu, Yesu Kristo akirora afarisayo aya na nene a watho, akiona thĩinĩ wa ngoro ciao mendaga kũringĩrwo ciama, akawaambia hakuna muujiza mwingine ambao mtatendewa isipokuwa ule wa Yona wakati wa Nineve. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikumalizie na neno ambalo liko katika kitabu cha Yohana, na hapa pia ni wakati ambapo Yesu Kristo anaambia mitume ya kwamba hawa watu ambao mnaona wamenifuata hivi, hawajanifuata kwa sababu ya mkate wa uzima, hawajanifuata kwa sababu ya uhai ama kwa sababu ya Mungu. Wamenifuata kwa sababu ya mkate ambao walikula jana. Angalia, tusome katika John chapter 6. Tutasoma tu mistari kadhaa. Yohana mlango wa 6 mstari wake wa 25. John chapter 6 verses 25. Wakati huu Yesu Kristo anatazama watu, alikuwa amefuatwa na umati mkubwa sana wa watu, na hata anapoangalia anaona hawa watu kweli ni wengi, lakini yeye, maana alikuwa ni Mungu, anapowatazama akasoma mioyo yao, akasoma mawazo yao, akasema nyinyi hamjanifuata kwa sababu ya mkate wa uzima, bali mmenifuata kwa sababu ya mkate wa haribikao. Yohana 6. Injili ya Yohana 6. Uniruhusu tu nisome 25 na 26. Hilo ndilo neno ambalo tutamalizia nalo. Tuingie kwa maombi dakika chache za kumalizia, na tutaweza kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Alasiri ya leo tunapojua ya kwamba Yesu Kristo hata kama atatutendea muujiza, hatatutendea kwa sababu tumemsukumia, atatutendea kwa sababu ya kuona vile ambavyo tumejitoa kwa sababu yake. Maandiko makauga rĩrĩa andũ makorire Jesu mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria, makĩmũria atĩrĩrĩ, Mũrutani, ũrokire gũkũ rĩ? Nake akĩmacokeria atĩrĩrĩ, ngũmwĩra na ma atĩ mũranjaria
nĩ tondũ nĩ mũrarĩire mĩgate mũrahũna, no ti tondũ nĩ mũronire ciama. Tigai kũnogagĩra irio iria ithiraga, nogagĩrai irio iria itũraga, nĩ ũndũ wa muoyo wa tene na tene, iria Mũrũ wa Mũndũ akamũhe, tondũ Ngai ithe nĩonanĩtie atĩ we nĩamwĩtĩkĩrĩte. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tuko katika ulimwengu huu, mwanadamu huwa anaona kama vile ambavyo anafanya Mungu hajui ama Mungu haelewi. Lakini Yesu Kristo anapotazama kwa watu, hawa watu wamekuja mpaka wanamuuliza kayokile na gukuri, kayolikile muri moyuri. Lakini Yesu anapoangalia na kusoma mawazo yao, anawaambia kwa hakika hamkuji kwa sababu ya uzima wa milele. Anashangaa. Na ndipo umekuta akiambia wale waandishi na Mafarisayo, anawaambia kwamba muujiza ambao mnauliza hamtaweza kuupata, kwa sababu kile ambacho ni cha maana sio muujiza. Kile kipata muno miturire-inĩ itũ nĩ kũmenyana na Ngai, nĩ kũmenya wega wake, nĩ kũmenya ũrĩa Ngai endaga tũikare. Na ndakwĩra, tondũ we niwe mũnene wa ciama, tondũ we niwe mũnene wa irathimo, hata kabla haujamwambia, hata kabla haujasumbukana, yeye mwenyewe akipendezwa na huduma yako, yeye mwenyewe akipendezwa na kujitoa kwako, unakuta ya kwamba ule muujiza ulikuwa unasukumia ufanyike, umefanyika bila wewe kujua, kwa sababu Mungu amependezwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho tunafaa kutilia maanani, kile ambacho tunafaa kutilia bidii katika maisha yetu, tunafaa kutimiza mapenzi ya Bwana, kana gwika uria Ngai endete. Ucio niguo ndu uria tubatie gwikirira muno, ucio niguo ndu uria tubatie kwirutaniria muno. Na ni korwo ni wikiria yuria atiriri, hihi ni njikaga uria Ngai endete, hihi ni njikaga wendi wa Ngai. Ngai akindora emucira matu-inĩ, mahoya makwa mathaithana makwa no mamukinyire, ihoya riakwa no anjiguire, ona itamwirite no anjokerie mahoya makwa. Na nikwambie tu kitu moja, anasema katika Mathayo 6 ya kwamba kujisumbua kwetu hakuwezi kukatuongezea hata unywele mmoja. Ati withubura witu, inogia witu, gutangika witu, utikindu kungituongerera, no kumatha Ngai, no gwetha thamaki wa Ngai, no gutuongerera maundu mothe maria tungenda miturire-inĩ itu. Kwa hivyo jukumu kubwa, kazi kubwa ambayo tuko nayo kama kanisa ni kutafuta Mungu, ni kutafuta uwepo wa Bwana, ni kutafuta mapenzi ya Bwana. Na wakati ambapo umetafuta Mungu, wakati mwingine hata unasikia wewe uko sawa, unasikia uko starehe, unasikia hakuna kitu ambacho kinakusumbua, kwa sababu tayari unajua ya kwamba na ile dimaranja wa mobe, na ile tutihoire, na ile tutigwire kiugo, no na niki kirage thubwa, no kirage tagwo ni maundu mangĩ make, na ni nyuma kumatha Ngai. Kwa hivyo kama umemtafuta Mungu, hata wewe unapata amani. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao hawajatafuta Mungu hawawezi wakapata amani, maana watasumbuka huko, maana hawajui kama Mungu anawasaidia, maana hawajui kama Mungu ako pamoja na wao. Lakini wewe uko kwa ibada, utakuja kwa ibada tena. Kwa hivyo unazidi kupata nguvu na kujua ya kwamba kama mimi ninamtumikia Bwana, kama mimi nilikuwa kwa ibada, kama mimi niliomba Mungu, kwa nini niendelee kusumbuka? Na Biblia inaniambia ya kwamba ukisumbua kwangu hakuwezi kukaniongezea unywele hata umoja. Kwa hivyo kusumbukana kwangu hakuwezi kukafanya nipate chakula mezani, hakuwezi kukafanya nipate unga, hakuwezi kukafanya nipate kazi. Lakini kutafuta Mungu kunaweza kufanya nipate hivyo vyote. Mwadhani ya rogosha ati mwetha Ngai no gutumerwo ni maundu macio mangĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tukĩrũgamia na magũrũ maku twĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ,
Baba ni wewe tunataka kutafuta, Baba ni wewe tunataka katika maisha yetu. Nataka tuweze kuongea na yeye ukimwambia, Mungu nimekuja mbele zako alasiri ya leo. Wewe ni Mungu uliyetukuka, wewe ni Mungu uliyeinuliwa. Umeninenea na neno lako, ujumbe wako nimeusikia. Baba ninaomba nguvu zako, nguvu za kukutafuta, nguvu za kutafuta uwepo wako. Nisaidie nisiwe kama wale waandishi ambao badala watafuta ufalme wako walikuwa wanatafuta muujiza. Baba mimi nataka nikutafute wewe. Baba mimi nataka nitafute ufalme wako. Hayo mengine utanizidishia, maana unanijua, maana unanielewa. Anza tukuongea na Mungu dakika chache. Dakika zetu zimekatika, dakika 2-3. Pia Bwana niko mbele zako anasema wewe. Baba in the mighty name of Jesus, Baba tunakuwa wewe, tunakuheshimu, tunakuinua tukisema tunakuheshimu Baba mfalme wa ajabu, katika nyumba yako alasiri ya leo, katika madhabahu yako mchana wa leo. Wenye watu walio na kiu ya kumwona Mungu, waandishi barua na mafarisayo wanapokuja kuleta muujiza, unawakemea na kuambia never be no other miracle, never be no other sign apart from that one of Jonah. Maana ulijua ya kwamba kile ambacho wanafaa Baba ni ufalme wako kuwe pamoja na wao. Hata sisi mchana wa leo kaukile tufatanite niweza machi wakuja ninawakurohea na Jehova niadualia makumada adualia mada kila vitini vyako. Baba tunaomba nguvu zako, Baba tunaomba uwezo wako, Baba tunaomba baraka za ibada ya leo, Baba tunaomba baraka za ibada ya leo kwa jina la Yesu. Baraka zako zikatuongoze, shara zako zikatuongoze katika pia milima na mabonde. Baba tukakuona, Baba tukaona uwepo wako, Baba tukaona nguvu zako. Hakuna Mungu mwingine Baba, hatuna Baba mwingine. Waibukana tuletele yetu wote wanakuleta hivyo Baba, unakuwa uwezo wetu Baba, unakuwa nguvu zetu mahali tumepungukiwa Baba, unakuwa timikia bila macho Baba, unakuwa visima katika mahali kwa ambako ni ikani Baba, usikubali maisha yetu yakaingie katika aibu katika jina la Yesu. Adui ameapa, adui amesimama, amesema vile hatutafaulu Baba, na sisi tuko mbele zako kutangaza ya kwamba tutafaulu Baba. In the mighty name of Jesus, Baba, in the mighty name of Jesus Christ, tumekuja mbele zako. Oh my God and my Redeemer, my God and my Father, my Father, my Father. Wewe ndiye tunaita jina lako, wewe ndiye tunakimbilia mchana wa leo, wewe ndiye una uwezo, wewe ndiye una mamlaka. Umetuambia kazi yetu kubwa ni kutafuta wewe, kazi yetu kubwa ni kutafuta ufalme wako. Hiyo kazi ingine yote Baba tukuachia Baba, unatujua Baba, unatuelewa Baba, unatuelewa. Oh my God and my Father, my Redeemer and my Savior, oh come in now and give us hope, and give us hope, oh Father. We need your hope, my Father, we need your strength, my Redeemer, we need your power, my Redeemer, in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuhitaji Baba, tunahitaji uwezo wako Baba, tunahitaji neema yako Baba, tunahitaji kibali Baba za uso wako mchana wa leo. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Heshima na utukufu wewe ni Mungu. Thank you for giving us an awesome opportunity to stand before your presence this afternoon, kutupatia nafasi hiyo ya dhahabu Bwana, tusimame mbele zako alasiri ya leo.
ni asante, tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Tukuja usimame hapa, napenda kukuombea tunapomaliza ibada ya leo katika jina la Yesu. Katuleo nikuombee, Bwana niambie niombe pamoja na wewe kwa sababu ya hitaji yako, because of your needs. Tusimame hapa. Thank you. Nataka niombe na wewe kwa sababu Mungu anakupenda na kwa maana gairada gukweherania namo na kwa maana gairada kuwekera mwenye muombe. Wakati ambapo alikuwa anasema ya kwamba hatatendea watu hawa miujiza, ni kwa sababu ndani ya hawa watu hawakuwa wana nia ya kujua Mungu. Hawakuwa wana bahari ndani yao ambako Mungu angejenga. Wao tu kile walikuwa wanataka ni muujiza. Na ndipo nikakuanzia na mfano ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kufanyika rafiki yako. Kuna mtu ambaye anaweza kuja kwako si kwa sababu anakupenda, si kwa sababu ako na haja na wewe, lakini kwa sababu ya kile ambacho anataka kutoka kwako. The same wale watu ambao wanaenda kwa Mungu kwa sababu ya miujiza, Mungu huwa anawaona hivyo. Kaya maraga kona inywe wanatodo mukete inyo na todo mwiguko mutiri guko ni todo wakwa mwiguko ndamuringira kyama mushoke mutie mugeke maundu manyu na todo kaite ndaga tuikare uguo muthenya wa Sunday ni tondire uria endaga tuonane nake kaye ndaga tuikare uria we endete. Kwa hivyo nataka nikuombe, kuna mambo Mungu atakutenganisha nayo na kuna revo Mungu atakupandisha, kuna revo ambayo atakuondoa. Na usishangae kwa sababu Mungu akitaka kukupandisha revo moja hadi nyingine, kuna watu atakuachanisha na wao. Wanaweza sifiwe. Kwina duno kinyaga ya Mungu tigithokania nao. Nitorudagi kuhabia wagi arenda mwenao. Wakati ambapo alikusudia kubariki Abrahamu, ilibidi Abrahamu atengane na Rutu. Na wakati ambapo Rutu ameteremka akaenda huko Sodoma, na Ibrahimu akapanda kwa milima, Mungu akaenda kumbariki. Kwa hivyo hata wewe mchana wa leo kuna revo